yenye mustakabali mkubwa sana kwa taifa letu. Na moja ya kitu ambacho inapaswa hapo baadaye kije kitungiwe hata sheria pengine za watu kwenda mahakamani na kufungwa ni jambo hili la kuzembea kumlea mtoto. Kwa hiyo awali ya yote napenda nishukuru nafasi hii kwanza kuwashukuru sana ninyi kwa kuwepo hapa, lakini sote kwa pamoja kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetusababishia wote tukawepo hapa katika kikao hiki muhimu sana ambacho tunafanya tathmini ya utekelezaji wa programu jumuishi ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto ya National Multisectorial Child Development Program katika kipindi hiki cha Oktoba na Disemba 2024. Lakini zaidi pia tuwe shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa juhudi kubwa sana pia za kuhakikisha kwamba anawekeza kwa mtoto ili aweze kupata makuzi bora, malezi bora, lakini na maendeleo yake kwa ujumla. Lakini pia nipongeze sana watendaji wa ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya katawala wetu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa kuibeba pia agenda hii na kuona ni agenda ambayo inatoa dira katika maendeleo yetu ya baadaye. Aidha, niendelee pia kuwashukuru sana ofisi ya Rais TAMISEMI na wao pia kwa kuwa mdau mkubwa wa programu hii ambayo leo tunaifanyia tathmini. Niwapongeze pia wadau wote wa PJT MAM. Mnazungumzia makuzi, lakini ukienda kabla ya malezi unazungumzia mtoto kuwa kwenye tumbo la mama yake. Una go back miezi 9. Lakini kabla miezi 9 unazungumzia mtoto kabla hajawa kwenye tumbo la mama yake. Na ndio maana kwenye sekta afya huwa wanaweza kumpa mama dawa, wanasema wanaandaa mji wa mimba au kitu gani, kwa maana usije ukazaa mtoto labda na kichwa kikubwa au kitu gani, mama anaandaliwa. Maana tuseme unaandaa makazi ya mtoto kwenye tumbo la mama yake. Ili kiwe nini? Ili mwishoni uje upate product nzuri. Si kama tunaona mpaka sasa mtoto yuko kwenye tumbo la mama yake, nani ana monitor? Au kuna watu wanao monitor wataalamu. Anakuja anazaliwa, tunakuja kwenye newborn, tunakuja kwenye infant, tunakuja kwenye hizo zote stages. Ana monitor nani? Ndio hizi mnakuta programs zinakuja zinaingia zinasema jamani, hebu tumonte makuzi, tumonte malezi, tufanye monitoring sio vitu gani. Vyote kwa pamoja zinakuja kwa ni program za hiki kitu ambacho sasa tunaanza kukiona kimezaliwa. Lakini ukirudi nyuma, Mheshimiwa Rais unakuta amewekeza kwenye sekta afya kuhakikisha kwamba mama anajifungua bure. Mtoto anazaliwa katika mazingira sahihi. Lengo ni nini? Ni baada ya kuona mzazi anapokwenda kujifungua wakati fulani anaweza asiwe na uchumi mkubwa, mtoto akafariki, yeye akafariki, taifa likapata msiba wa watoto wengi na hivyo kutokukua katika population yake. Kwa hiyo tunapozungumzia masuala ya malezi na kila kitu, maana yake ni nini? Tunapozungumzia masuala ya malezi na kila kitu tunamaanisha umuhimu wa kujitambua kwa jamii. Si kama mnanielewa mpaka. Tusiporuhusu jamii jitambue, tunachokifanya hapa ni kazi bure. Kwa sababu haitaelewa. Lakini leo unakuta mtoto hayupo ndani ya siku 2. Unamuuliza mzazi, huyu binti yuko wapi? Binti yako sasa sijui, atakuwa labda kwa rafiki yake. Mara nyingi anakuwa kwa rafiki yake. So simple. Haumi. Unajua kwa nini haumi? Kwa sababu haja invest. Yaani mimba imejiingilia tu. Umezaa tu bure. Maziwa yanajitokea bure. Mtoto analia bure. Yaani bure tu. Kakianza kutembea ndio unasema kaacha. Ndio maana mnakuta Mheshimiwa Rais anakuwa na exposure nzuri kubwa, lakini kuna muda knowledge na kila kitu zinazokuja huku chini mtu katoa tu macho na kuangalia, haelewi, hasikii. Unajua kwa nini? The effect katika kukua zinazopatikana na cognitive development plus sensory organs. Kwa sababu kwenye sensory organs maana yake nini? Kwenye sensory organs ndio tunasema pale kuna perceptions. Ndio tunatengeneza perceptions. Ndio ukienda kwenye phonology kule ndani
au kwenye phonetics kule ndio unakuta wanasema kuna phonetic masikizi, phonetic usafirishi, phonetic matamshi, acoustics na masuala ya articulatory phonetics. Kwa maana unapozungumza jambo ni wewe unapata kutafsiri. Unatafsiri vipi? Kama organs za fahamu hazifanyi kazi, kama sikio halifanyi kazi, kama sui nini hakifanyi kazi, uweze kufikia kwenye kilele cha semantics. Si kama tunaona hapa. Usipofika kwenye kilele cha semantics, maana yake ni kwamba wanachozungumza chote ni kazi bure, kwa sababu semantic ndio inayokupelekea sasa ina mahusiano ile brain kwenye sensory organs zetu, ndio ina mahusiano na brain, ili uweze kutafsiri na kujua kumbe kitu kina maana hii. Kwa hiyo usipochunga vizuri milango ya fahamu, masikio, macho, pua, ulimi, ngozi, kuna